ya kusifu Mungu. Nchini yakanyagayo nayo mawingu, hakuna hata unyasi usiokoza, na upepo wavumishwa haukutuliza. Nami kwa mkono wako naongoza sawa, nipatani kusifu kupumani dawa. Nizingewa nyuma na mbele baraka, maarifa ya ajabu yanijia mimi. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia hugeuka, uso wake tukeuona. Simame. Wimbo namba 12. Msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajua pia msifuni Baba, Mwana na Baba Mungu mwenye enzi yote, Almighty God, asante kwa baraka jioni ya leo tena. thank you for this evening blessing. Turuhusu leo tuende hatua ya pili ya rafiki yetu Ayubu. Allow us to go to the second part of our friend Job. Tunaomba haya kwa jina Yesu Kristo. Amen. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana pewe sifa. Praise the Lord. Makambi mtaa Betheli 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Makambi mtaa wa Betheli 2026. Basi kwa wakati huu ningependa kumkaribisha yule aliyejiandaa kwa kusoma fungu kuu. I would like to invite he that is prepared to read the key text. Karibu. You're welcome. Atakayetuletea fungu kuu kwa jioni hii ya leo anaitwa Raymond. Atakaye kutusimamia fungu kuu pamoja na ombi. He that is going to read the key text and the pastoral prayer is Raymond. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Basi tufungue katika maandiko matakatifu. Let's open our Bibles. Kitabu ni cha Luka 21:28. Luke chapter 21 verse 28. Neno la Bwana linasema, The word of God says, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, now when these things begin to happen, changamkeni, look up mkaviinue vichwa vyenu, and lift up your heads, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. because your redemption draws near. Nitarudia. I'm
going to repeat. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, Now when these things begin to happen, changamkeni, look up mkaviinue vichwa vyenu, and lift up your heads, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. because your redemption draws nigh. Tupige magoti tupate kuomba. Shall we go on our knees and pray? Mtakatifu, 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 Holy, 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 Baba yetu mwingi wa rehema, our Father full of mercy, jioni hii ya leo tunajikabidhi tena mikononi mwako. this evening we surrender ourselves unto your hands. Umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka masaa haya. You have been with us since the beginning of the day to this hour. Tunasema asante. We thank you. Tazama saa na wakati huu tunapoelekea kwa neno hili la jioni, Behold, at this time as we are going for the evening bread, tunakuomba Mungu wa mbinguni ukajidhihirishe kwa kile ambacho umekusudia kutupatia. we ask you to reveal yourself in what you desire to give us. Mtumishi wako anapopanda mahali hapa, Your manservant, as he shall speak over here, akanene yale yanayotoka kwako. let him speak only that which comes from you, Na watu wako uwape hekima ya kuyasikia na kuyatendea kazi. and give wisdom to your people to hear and walk on them. Lakini pia endelea kuwabariki kila mmoja ambaye ameweza kufika mahali hapa. Bless everyone who has appeared here. Bariki matatizo ya watu wako, Bless their challenges ukaweze kuwasaidia. and help them. Ndivyo tuombavyo This is our prayer. kupitia jina la Baba, In the Mwana na name Roho of the Mtakatifu. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Makambi mtaa Betheli 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Makambi mtaa wa Betheli 2026. Basi kwa wakati huu nipende kuikaribisha praise team huku mbele kwa ajili ya kutupatia wimbo namba 161. I would like to call praise team up front here and lead us through song number 161. Wakati wanakuja wote tusimame kwa furaha tuimbe. As they are coming, may we joyfully stand and sing. Wimbo namba 161. Piga panda tunde. Piga panda na ya makelele, Yesu waja tena. Ipaze sauti imba sana, Yesu waja tena. Yesu aja tena.
mataifa yakasema, Yesu aja tena. Tuombe. Shall we pray? Tunakushukuru Mungu kwa wakati huu Bwana. We thank you, Almighty God, for this time. Tunapoendelea katika vipindi vingine vya huduma kuu, As we are going on with other parts of this session, naweka yote mikononi mwako we commit everything at your hands. katika jina la Yesu Kristo, amina. In the name of Jesus Christ, amen. Praise team, bakini hapo mlipo. Praise team, bakini. Ni wakati mwingine wa matoleo ya zaka na sadaka. At this time we are going to offer tithes and offerings. Malaki 3 mstari wa 10 inasema, The book of Malachi chapter number 3 verse 10. leteni zaka kamili ghalani, Bring ye all tithe, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, that there may be food in my house. mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. In that manner says the Lord of hosts. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni And know that I shall not open you windows of heaven, na kuwamwagia baraka and pour you a blessing, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. that there be no enough room. Tutaenda kuimba wimbo namba 46, na wakati wimbo huu unaimbwa, We'll sing song number 46 from Swahili Hymnal Books. nitawasi muweze kupita kwenye makapu yale na uweze kumshukuru Mungu kwa kile alichokupatia. And I would ask you to go through the offertory box and offer according to what God has blessed you. Praise team, karibuni. Praise team. Wimbo namba 46. Song number 46. Miguuni pake Yesu. Twende. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo herini, wepo kila siku. Miguuni pake Yesu,
Asante praise team. Tufumbe macho, tupate Thank you, kuomba. praise team. Shall we close our eyes as we pray? Baba yetu na Mungu wetu, jina lako lihimidiwe. Our God and our Father, glory to your name. Baba, watu wako wamejinyenyekeza mbele yako. Father, your children have humbled themselves before you. Baba, uwabariki maradufu. Bless them double. Kwa ile nafasi walioitoa ndani ya mifuko yao na nafasi ya maisha yao. In whatever they have offered of the produce and of their life. Ukawabariki maradufu. Bless them double. Yeyote aliyejinyima kwa namna moja ama nyingine, Whoever has denied himself in one way or another, ukambariki maradufu. bless him double. Jina lako lihimidiwe katika jina mwanao Yesu Kristo. May your name be glorified in Jesus' name, your Son. Amen. Amen. Endeleeni kushika maiki. Praise team. Praise team, keep on holding the microphone. Na sasa ni kipindi cha turejee madhabahuni. So now we are going back to the altar. Na tunapoenda katika kipindi hiki nisisitize jambo moja tu la msingi. And as we are going to this part, I would like to insist on one important matter. Kwa sababu tuko katika ibada. Because we are in worship, mambo yote yatendeke kwa utaratibu. Let everything be done orderly. Mashemasi, shikeni zamu zenu. Deacons, take your part. Muwe tayari kuelewa ya kwamba jioni kunakuwa na matoleo. And know that in the evening we do offer. Hivyo hivyo praise team, na nyie muwe na muda wa kukutana. The same praise team, make sure you reserve a time to meet. Ili mnapokuja hapa mbele msipishane. So that when you come here to the front, you don't have to. Na Mungu wa mbinguni atatukuzwa kwa ibada yenye utukufu. And the Lord Almighty will be praised because of. Wimbo nambari 120, beti la kwanza na la pili na chorus yake. Song number 120, stanza 1 and 2 and its chorus. Praise team, karibuni. Praise team. Msalaba wa Yesu, twende. Msalaba wa Yesu nikae karibu, pale pana chemchemi ya kuponya dhambi, pale
kwa kutegemea, kukesha na kungoja, nitakaa pale pale Mwandishi wa wimbo huu anatuambia msalabani kwa Yesu. The author of this number says, Jesus, keep me near the cross. Nikae karibu pale. There a precious fountain, Pale pana chemichemi ya kuponywa. free to all, a healing stream. Tunaporejea madhabahuni jioni ya leo, As we go back to the altar this evening, niko hapa kuambia jambo moja. I am here to tell you one thing. Mahali pekee penye huduma ya uponyaji ni msalabani. The only place where there is a service of healing is Ndipo mahali ambapo unatakiwa kuyaelekeza malengo yako. There is where you need to direct your goals. Ni mahali ambapo pameponya maisha ya watu wengi. There are many lives have been healed. Mwandishi wa wimbo huu William Olwedi, William Owen, who is the writer of this number, akiwa na mwenzake Fen Jane, with his friend Fanny. Feni akiandika na kutia maneno katika wimbo huu. Fanny writing the lyrics of this number. Alipata tumaini kwa sababu yeye alikuwa ni kipofu. She got a hope because she was Na hivyo blind. akapata maneno ya kwamba msalabani kwa Yesu So therefore she had these words that at the cross ndiko mahali penye uponyaji. there is healing. Nataka nikwambie jambo hili. I want to tell you this one matter. Inawezekana sehemu nyingi umezitumaini. Probably you have expectations. Inawezekana mahali pengi umepageukia. Many places you have turned Lakini ninataka towards. kukuambia, But I want to tell you, msalaba imekuwa ni sehemu ya tumaini kwa watu wengi. the cross has been the place of hope for many. Watu wameponywa baada ya kuangalia msalaba. Many have been healed just by Watu by looking at the wamefunguliwa cross. baada ya kuangalia msalaba. Many have been set free after Watu looking at the wameshinda cross. vita katika ulimwengu wa leo baada ya kuangalia msalaba. People have overcome spiritual battle because of the cross. Tunaposimama jioni ya leo, As we stand this evening, ninawataka niwaambie jambo moja. I want to tell you one thing. Angalia sehemu zote lakini usiuache msalaba. Consider every place but never forsake the Ndiyo cross. sehemu salama pekee. There is the safest place. Na Mungu atubariki. And may God bless each one of us. Tusimame tuombe. Shall we arise and pray? Tuombe. Shall we pray? Yehova, Jehovah, wewe ni Mungu kwetu sisi wote. you are a God of all. Na mahali popote ambapo umetupatia tumaini, And wherever you have placed us hope, kila mahali tukiuangalia msalaba, for every place when we behold the cross, msalaba ambao unatukutanisha watu wote, the cross which unites all people, ambao kila kabila, from every tribe, jamaa from every kindred, na rafiki, and from every wote friendship, tunaunganishwa na msalaba. we all are united by the Hivyo cross. jioni ya leo katika makambi haya, So this evening in this camp Yesu meeting, tunatamani tuunganishwe na msalaba. Jesus, we wish to be Hivyo joined again with the tunatamani cross. kila mmoja aliyekuja na mizigo yake We desire for everyone who has come with his or akaangalie her burden msalaba. to behold the cross. Maana penye msalaba ndio kuna tumaini. For at the cross there is a hope. Hivyo basi tunaiweka mizigo yetu yote kwako. And so we commit all of our Shikilia burdens. kila jambo katika maisha yetu. Hold everything of our Na lives. makambi ya mwaka huu, And may this meeting, kila mmoja aliyekanyaga mahali hapa whoever has sat in this place, akatendewe jambo lolote katika jina la to Yesu. receive something better in the name of Jesus. Neema yako ikawe pamoja nasi. May your grace abide with us. Ni katika jina la Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Pende kukaribisha kwaya ngeni kutoka Mererani Central, karibuni kwa wimbo. I would like to invite Mererani Central SDA Choir to come here for a number. Makambi mtaa Betheli 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Makambi mtaa wa Betheli 2026. Wakati kwaya Mererani Central ikiwa inajipanga huku mbele kwa ajili ya kutupatia nyimbo, While Mererani Central they are taking their place here, basi wakimaliza atafuata Pastor Mahotola. as soon as they finish, Pastor Mautola will stand here for the evening message. Amina. Amen. Ufalme wa Mungu ndio pekee
wa Babeli ulipita, wa Amedi, wa Ajemi, Uyunani ukapita, ukaja Rumi ukatoweka. Mataifa yote yenye nguvu uja utoweka. Mzifanya wanadamu kitambo upita. Ufalme wa Mungu ndio pekee wadumu milele zote. Ukitawala tawala na Mungu utadumile milele. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Wakati hizi Jesus. maiki zikitoka hapo, Bwana asifiwe. While the microphones are placed well, praise the Lord. Ayubu 1 fungu la 13 mpaka 22. Job chapter number 1 verse 23. Ayubu 1 fungu la 13 mpaka 22. Job chapter number 1 verse 13 through 22. Biblia inasema, The Bible says, ilitukia siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa akila na kunywa divai. and it happened that now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine Katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. in the oldest brother's house. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, And a messenger came to Job and said, hao ng'ombe walikuwa wakila na punda walikuwa wakilisha karibu nao. the oxen were plowing and the donkeys feeding beside Mara them. Waseba wakawashambulia wakawachukua wakaenda nao. When the Sabeans raided them and took them away. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Indeed, they have killed the servants with the edge of the Mimi sword. peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. And I alone have escaped to tell Huyo you. alipokuwa akali akinena, While he was still speaking, akatokana mwingine na kusema, another also came and said, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni the fire of God fell from heaven na kuwateketeza kondoo and burned up the sheep na wale watumishi and the na servants kuangamiza. and consumed Mimi peke them. yangu nimepona, And I alone have escaped to tell mimi you. tu kukuletea habari. I alone to tell you. Tuombe. Shall we pray? Baba Mungu mwenye enzi yote, Almighty God, shuka uongee pamoja nasi come and speak to us. kwa jina Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. Amen. Kikao kimekaa mbinguni. A meeting sat in heaven. Mbingu gani ambapo kikao kilikaa? Which heaven did this meeting sit? Biblia inasema kulikuwa na kikao mbinguni. The Bible is just saying that there was a meeting in heaven. Je, shetani alienda makao makuu ya Mungu? Did the devil go to the Kwenye kiti headquarters cha of God enzi? before the throne of God? Jibu ni hapana, The answer is no, kwa ushahidi ufuatao. because of the following evidences. Kitabu cha Falme kinasema kuna mbingu za mbingu za mbingu. Mbingu ni nyingi. The book indicates that there is heaven of heavens. There are many heavens. Na kuna masayari mengi yameumbwa. And there are many planets which are Hata hapa created. duniani pana mbingu. Even here on earth we have a heaven. Mwanzo anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. In the beginning, the book of Genesis indicates that God Kwa hiyo created tabaka heaven and hewa earth. ni mbingu. So this firmament is heaven. Na kuna mbingu nyingi sana. And there are many heavens. Paulo anasema alimuona mtu mmoja akienda mpaka mbingu ya tatu. Paul said that he saw one man going to the third heaven. Kabla ya dhambi,
vikao sin. kunafanyika mbingu ya duniani. Before sin, all meetings were convened here on Na kila the dunia earth. palikuwa na kikao kinachoendeshwa na Yesu cha tathmini, na kulikuwa na viongozi wa madunia yote. And on every world there was a meeting that was led by Jesus Christ Kwa of kikao all kufanyika worlds. mbingu fulani hapo juu, So the meeting was conducted in some heaven up there, ambao sio makao makuu ya Mungu. which is not the headquarters of God. Kwa kikao kio kimekaa, So while this meeting sat, kiti cha Adamu kilikuwa wazi, maana tayari kashaanguka dhambini, Adam's seat was empty because he has already fallen into sin. na mtawala wa dunia hii alikuwa ni Shetani. And the governor of this world was Satan. Kwani Ufunuo anasema, Zaburi anasema, Because Psalms say mwanadamu ameumbwa na kila kitu kiliwekwa chini ya miguu yake. man was created and everything was put under his feet. Kwa sababu ya dhambi, Shetani akawa mtawala. Because of sin, then the devil became the ruler. Anaingia kwenye kile kikao kama representative wa dunia, And he enters in that meeting as mwakilishi of the world. na anakaa kwenye ile siti ya Adamu, And he sit on Adam's place. na Mungu anamwambia umetoka wapi? Maana And wewe God una is- kibali cha kuingia, And umetoka wapi? God is asking him, where do you come from? Because he does Nimetoka not have a kuzunguka permit. duniani. Anamringishia Mungu kwamba dunia yote ni yangu, nimetoka And kutalii. he's flattering himself before God that I come from the Swali la world just pili, here and unamtazama there. huyo mtumishi wangu Ayubu, And the second question was, have you considered my servant Job? na anamwambia wewe unamzingira. Hebu wewe, yule anakucha kwa sababu wewe unampa mibaraka, ondoa mkono wako atakuasi. And he said that he fears you because you bless him and protect him. Mungu akasema nimeruhusu ile usichukue roho yake. Then God said, I have permitted it, but don't take his soul. There is a temptation and test. Kuna majaribu na jaribu. In another way, in Swahili, Kwa there's Kiswahili- no a specific name which it translated from test. Kwa Kiswahili hatuna neno tunaloweza kutafsiri hilo neno So jaribu kama test. both we call it majaribu. Kwa hiyo so we call all of them it's like they But sound like temptation. Is from devil, Lakini jaribu linatoka kwa shetani. and test from to God. Lakini jaribio linatoka kwa Mungu. So in Swahili we can call it where? Kwa hiyo kwa Kiswahili tunaweza tukaita Temptation and test, jaribu na jaribio, ama mtihani. or examination. Kwa hiyo Mungu huwa amjaribu mtu. So God never tempts a person. Devil tempt human beings so as to be against God's will. Shetani yeye ndiye anamjaribu mwanadamu ili aende kinyume na mapenzi ya Mungu. God tests human beings so as she or he can be strength more and have a relationship with God. Mungu humjaribu mwanadamu ili aweze kuwa na mahusiano ya karibu Not zaidi na mjaribu, Mungu. anampa mtihani. He gives him examination. Kwa hiyo Mungu huwa anatoa mitihani, So God gives examination, Shetani anatoa majaribu. but the devil gives Ndio temptation. maana ile sala ya Bwana anasema usitutie majaribuni kama yule mwovu. So that's why when you pray the Lord's Prayer, you say, don't put us into temptation. Wiki hili hatuna kipindi cha kuangalia the difference between test and temptation, so This as we week we can don't know. have time to look at kuangalia tofauti zilizopo kati ya test na Lakini hii temptation. Ayubu ulikuwa ni mtihani. Mungu amemwekea security But this of Job was a test because God was testing Job. na anaondoa ile security. And God is taking away ulinzi, Shetani anapata muda wa kuingiza majaribu. and then the devil gets a chance to Kwa ule tempt kwa him. Ayubu ulikuwa ni mtihani uliotolewa na Mungu mwenyewe. So to Job this was a test from the Lord Walipotoa himself. ule mtihani, When he was given this test, malaika wanaosaisha mtihani wa uaminifu walikuwa wameshika pepa ya Ayubu. angels who were marking, they held the paper of Job. Pima ufahamu wa Ayubu walikuwa wameshika pepa. Those who were measuring the understanding of Job were holding the paper. Wanaopima ustahimilivu wa Ayubu wameshika pepa. Those who were measuring the perseverance of Job were holding the paper. Ndipo shetani anaruhusiwa. Then the devil is permitted. Napenda nikwambie,
I want to tell you, kuna mitihani unayopitia Mungu ameruhusu. there are some tests you are going through, the Lord has permitted. Kukosa kwako mchumba, Mungu ameruhusu. Your lack of a spouse, it's God who permitted it. Mungu anakuepusha na hilo jambazi litakuua. God is protecting you from that thug, he will kill you. Alafu huyo kijana anakuacha. And that man leaves you. Unaanza kulia mchungaji. And you come to cry, Pastor, ataniua Juma. Juma will kill me. Ameniacha Juma. He has forsaken Siwezi me. kuishi bila Juma. I can't live without him. Juma alizaliwa kwa ajili yangu. Juma was born for me. Pumbavu. Stop it. Mungu ndiye anayekupa mchumba. Juma umemchagua wewe, sio wako. It's God who gives you a spouse. Juma you chose, he's not yours. Uwe mvumilivu, mitihani inapokuja Mungu anakupitisha katika jaribio la moto. Be resilient when test comes, though it be through fire. Uwe mwaminifu, baki kuwa mwaminifu. Be faithful. Ayubu alikuwa hajui kinachoendelea. Job had no idea of what was going on. Shetani akashuka. So the devil ascended. Biblia inazungumza matukio manne yaliyotokea. The Bible records 4 things that happened. Biblia inasema katika Ayubu 1:14. In Job chapter 1 verse 14, the Bible says, huyo alipokuwa angali akinena, while he was still talking. Hiki ni kipande cha maneno kinachojirudia sana katika matukio ya Ayubu kuonyesha mfululizo wa majaribu aliyopata. This is a phrase that repeats in the story of Job to show the consistency of this event. Jaribio la kwanza lilifanyika ndani ya siku moja. The first test happened in the same day. Ayubu akiwa amekaa, while Job was seated, anaambiwa Kadayo amekuja. And he is told that he has come. Anaambiwa Waseba amekuja. He is told that the Syrians have moto come. umeshuka. And he is told that fire has come. Tempest has come. Jaribu hilo halikumpa nafasi ya kupumzika. This temptation, they did not give him a time to rest. Hivyo wafanyakazi wa Ayubu wakiwa wanachunga ng'ombe zaidi ya 1,000 na punda 500. So while Job's servants were keeping his cattle and donkeys, na wakiwa na wafanyakazi 2,000, with 2,000 servants, wakiwa kwenye mashamba yao na maziwa ya ng'ombe zaidi ya lita 1,000,000. while in their fields with liters, with about 1,000,000 liters na palikuwa na chakula cha wafanyakazi hawa 2,000 zaidi ya unga tani na tani. Tons of flour they had them there in the field. Anakuja mtu mmoja na taarifa. Then here comes one man with a report. Anasema hao ng'ombe walikuwa wakilima na hao punda wakilisha karibu nao. And he's saying that those oxen were kept near them. Leo ng'ombe mmoja ni shilingi ngapi? How much is a one cow? Dar es Salaam ni 1,000,000. In Dar it's 1 million. 1,000,000 mara 1,000 ni shilingi ngapi? 1 million times 1,000. How much is bilioni that? moja. It's 1 billion. Punda The donkeys. naye anakaribia 1,000,000. Donkeys almost 1 million. 500. 500 of them. Ni 500. It's 500 millions. Kwa kuvamia ng'ombe na punda, Ayubu alipoteza utajiri wa bilioni 1 na milioni 500. So just by that activity, Job lost 1 billion and 500 million. Alipoteza wafanyakazi 2,000 wote waliuawa. But he lost 2,000 servants who were slaughtered. Watu wanaweza kuvamia watu 2,000. People who can go to fight against 2,000 bila people. shaka walikuwa ni jeshi kubwa, huwezi kuvamia watu 2,000 kizembezembe. Probably it was a mighty army because you can't just come to subdue them easily. Biblia inaendelea kusema, The Bible keeps saying, wamewaua watumishi kwa makali ya upanga. they have slaughtered the servants. Ng'ombe walikuwa wakilima.
The oxen were plowing, huku watoto wa Ayubu wakifanya sherehe. while Job's children were Inaonyesha wazi haikuwa celebrating. sikukuu ya kitaifa bali sikukuu binafsi. It shows that it was not a national holiday, but a Ndipo Waseba private walikuja na holiday. kuvamia mifugo, Then the Sabians came and they came wakaiba by. ng'ombe 1,000 na punda 500. They took away 1,000 Wakawachinja cattle and watumishi wote. 500 donkeys and killed all of the Seba servants. walitoka wapi? Where did the Sabians come from? Walitoka katika mji uliojulikana kama Sheba, They came from the land of kusini Sheba, magharibi mwa Arabia, in the southern Karibu na southwest of Dedani. Arabia, near Dedan. walikuwa ni Waarabu waliozurura jangwani. They were Arabians who were nomads. Kwa uzao walikuwa ni wajukuu wa Kushi. They were just grandsons of Cush. Kisha watoto wa Ibrahimu kwa Ketura, Then the children of Abraham through by Keturah, kutoka kwa uzazi wa Yokshan, from Yokshan. wana wa Masuria aliowafukuza Ibrahimu wasirithi They pamoja na Isaka they were mwanaye. children of concubines who Abraham Walienda could na not give kuishi them mashariki inheritance. mweusi, They went and lived in the eastern part of walivamia watu na kuua, They raided people and killed them. waliwabaka watumishi wa Ayubu na kuwalawiti, They raped them. waliteka watoto na kunyang'anya ng'ombe, They took of them children and raided the cattle. wakapora kila kitu walichoweza kuchukua. And they took away everything they could carry. Hivi ndivyo Waseba walivyofanya kwa Ibrahimu. This is what the Sabians did to Job. Biblia inasema The Bible says mtumishi mmoja alikimbia kwa Ayubu na kumpa taarifa. one servant ran and went to report to Job. Je, kati ya wale 2,000 Waseba waliua wote akapona mmoja? Is it that amongst 2,000 the Sabians killed them all and only one escaped? Maana pana vifungu vinavyojirudia, akiwa na nena alikuja mjumbe mwingine, akiwa na nena alikuja mjumbe mwingine. Waliopona walikuwa kina nani? How about those who remained alive? Wale 2,000 wote walikufa pale pale. The other 2,000 were killed there instantly. Ila kuna mpita njia mmoja ameshuhudia Waseba wakivamia. There is one who was just a passerby who saw the Sabians. Alipoona yule mpita njia, And when he saw it, ndio akakimbia kwa Ayubu kupeleka taarifa. then he ran and gave report to Lakini Job. wale waliokuwepo, But those who were present there, hakuna hata mmoja aliyepona. none of them escaped. Pigo limeanza kwa Ayubu. That this is a test already to Job. Waseba wameua watumishi kwa makali ya upanga, wamechukua ng'ombe pamoja na punda. The Sabians have killed the servants and they have taken away the cattle and donkeys. Pana wakati fulani shetani anapambana kuharibu uchumi wako. Sometimes the devil fights to destroy your economy. Ukikaa vibaya, shetani anapambana akuue. And if you just stay loose, he Auwe watoto fights to wako, kill auwe you. biashara To yako. kill your children and your business. Waseba The Sabians, wakaenda wakachukua mali, wakaua watu. they went and took the possession and killed the people. Jioni ya leo, This evening, epuka kuwa Mseba. avoid being a Sabian. Unapochukua mke wa mwenzako, When you take another man's woman, wewe ni wife, Mseba. you are a Sabian. Unapokula zaka, When you eat, you take umemwambia tithes. Mungu, wewe ni Mseba. You have told God that you are a Sabian. Unapomwonea mwenzako wivu ili afe, When you become jealous of another person to the Wewe point ni that he should Mseba. die, you are a Sabian. unapofanya jambo lisilofaa kwa mwingine, When you do something which is unpleasant to another, wewe ni Mseba. you are a Sabian. Unapoharibu uchumi wa mwenzako, When you destroy finances of another wewe ni person, Mseba. you are a Sabian. Unapomsengenya mwenzako, When you backbite your brother or wewe ni sister, Mseba. you are a Sabian. Unapomharibia mwenzako maisha, When you destroy another person's life, wewe ni Mseba. you are a Sabian. Ukiwa kiongozi unakandamiza unaowaongoza, When you are a leader and you rule over mightily with an wewe ni iron hand, Mseba. you are a Sabian. Ukiwa kiongozi unasikiza umbea wa watu ambao wako chini ya mtu uliyemwamini na wanakuletea umbea, haupimi, wewe ni Mseba. When you are not measuring the gossip you receive from the people who are under your care, you Ukiwa are a unamfanya Sabian. kazi ndani ya nyumba, mke wako anakuletea umbea na unausikiliza, unamhukumu, wewe ni Mseba. When you have a servant at your home and your wife is bringing you wrong reports and you believe them, you are a Jioni ya Sabian. leo
Epuka kuwa mseba. This evening, avoid to be a Sabian. Epuka kuwa mseba. Avoid to be a Sabian. Epuka kuwa mseba. Avoid being a Sabian. Hiyo ndio kazi ya shetani. That's the work of the devil. Unaweza ukaanza biashara ya kuku. You may start a chicken Wote project. wakafa kiajabu ajabu. And all of them, they die away. Mama mmoja Mwanza juzi. One lady in Mwanza, Ananiambia mchungaji, she told me, Pastor, nimekopa hela nimeweka vifaranga. I borrowed some money and I've taken chicks. Wanatokea panya. And there comes rats. Wanaua vifaranga wote 800. And they killed all of them 800. Jamani, kwa usiku mmoja vifaranga 800. Just in one night. Au panya wakoja. How are those rats? Yani hata kama ungekuwa unafugia polini, yani even if you are keeping them waje kwa pamoja. In the wild, 800 of them to be killed by rats. Wanaua wote. Nimewahi kusikia panya wanaua vifaranga. I heard that rats kill lakini wanaua chicks. 5 10. Hasa 800 wote 10, but wameliwa hadi shingo. Hivi panya mmoja anatafuna kifaranga kizima. A rat can eat an entire chick. Mama akasema, Pastor, omba uenda hawa ni waseba. She said, Pastor, pray, maybe these may be the Sabians. Lazima ujue maisha ya jinsi yalivyo. Kuna biashara yako inayodidimia kwa sababu shetani hataki unyanyuke. That your business is not succeeding because the devil does not want you to rise. Because we have the Sabians. Katika ibada ya jioni ya leo, in this evening, Bwana akalinde mradi wako. May the Lord keep your Bwana project. akalinde biashara yako. May the Lord keep your business. Bwana akalinde kazi yako. May the Lord keep your job. Bwana akalinde mazao yako. May the Lord keep your produce. Bwana akalinde kazi yako ya mikono. The work of your hands. Asipolinda, because if he does not protect you, ambaye ni shetani kwa kutumia watu wanataka usifanikiwe. The Sabians were the devils. They want to succeed this evening. Jioni ya leo, this evening, Bwana akalinde mradi wako wote. May the Lord keep your projects. Hebu Yesu akalinde biashara yako yoyote. May Jesus keep your business. Hebu Bwana akalinde bodaboda yako. May the Lord keep your Bwana akalinde kazi yako. May the Lord keep your job. Usijione umefanikiwa ukarelax, wasema wapo kazini kukushusha. The Sabians are there to bring you down. Ninaombea wafanyakazi. I'm praying for workers. Bwana wapiganie. May the Lord fight for you. Ninaombea wakulima. I pray for farmers. Bwana wapiganie. May the Lord fight for you. Ninaombea wafanyabiashara. I pray for business people. Bwana wapiganie. May the Lord fight for you. Wasema watakapokuja, when the Sabians come, wakutane na wigo katika biashara yako. May they find wigo around your business, in your family, katika afya yako, in your health. Rafiki yangu mmoja akaniambia, one of my friend told me, Pastor, naomba ukamwombee mgonjwa fulani pale Muhimbili anaumwa kansa. Pastor, may you go to pray for a certain person who is carcinogenic at Muhimbili? Nikaenda. So I went. Nikajitambulisha mimi ni mchungaji. Then I introduced myself that I'm a pastor. Ward ya private. And they took me to a private ward. Dada wameshamwandikia makaratasi. They have already written her a lot of papers siku 30 utakufa. That you have terminal. It's just 30 days you are gone. Nilipogonga mlango walikuwa ni Waislamu. When I knocked the door, they were Muslims. Go. Odi. When I knocked the door, knock. Yule dada akaanza. That lady started. Majini yakapanda. And then she was like demon possessed. We don't permit him to come in. So I said, what's the connection between demons and cancer? Vinaingilianeje? How do they cooperate? We don't want him in. Don't let him in. So I opened it. And as soon as I arrived, they said, we are gone. We are the ones who brought this cancer. We are burning, we are going away. So the doctor came and said, why are you murmuring? This is just cancer. So I told him the devil can make someone carcinogenic, or someone may even suffer HIV. No, it is justified. I said, out in the name of Jesus. And then she fell. Let me tell you something. On the Monday, she went outside of the hospital, no longer carcinogenic.
And she used even 8 months to go to India. Kumbe ni kansa ya kutupiwa. But it was not a true cancer, it was just from the devil. Kuna Waseba mche Mungu. There are Sabians, fear the Lord. Kuna Waseba kuwa karibu na Yesu. There are Sabians, stay closer to Jesus. Kuna Waseba wanaowinda watoto wako. There are Sabians who are after your children. Mabinti wa leo, today's ladies, yupo tayari aende kwa mganga wa kienyeji, they are willing to go to a witch doctor ampate mme wako, and to find a husband. Ndoa yako ife. And and your marriage to be gone. Usikurupuke kumwacha mme wako panapotokea kutokuwa mwaminifu. Don't rush to go away from your husband when he fanya maombi, amefungwa sio yeye, amefungwa. Pray, he is entangled, not himself. Waseba wanatuinda. The Sabians are after us. Lakini yuko Yesu, but there is Jesus who has power kuliko Waseba over the Sabians. Jioni ya leo, this evening, akatawale maisha yako. May he rule over your life. Akakulinde. May he protect you. Akakuongoze. May he guide you. Akakupiganie. May he fight for you. Waseba watakapokuja kwa vikosi vyao, when the Sabians comes in groups, wakaone una nguvu za Yesu. That they may find you have the power of Jesus. Hallelujah. 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 Ayubu akiwa amekaa pale chini, while Job was seated, akasema simari nyingine ninazo. He said, but I do have other possessions. Lakini nini? But what is this? Akasikia odi odi. And he had knock knock. Unafikiri yule mjumbe alikuwa anasema odi? And you know what was the messenger? Yes. Huyo kashaingia. And someone has entered and breathing heavily. Inasema huyo angali akilenda anaingia mwingine. And the Bible says while this one was talking, then entered another. Wa pili akamwambia. And the second one said, moto wa Mungu, the fire of the Lord, umeanguka kutoka mbinguni, has come down from heaven, na kuwateketeza kondoo na watumishi na kuwaangamiza, and burnt up the sheep and the servants and consumed them. Moto wa Mungu hapa uliwakilisha nini? What did the fire of God represent here? Hawa watu hawakuwa na elimu kama ya leo. These people had no education like the one we do today. Radi waliziita ni moto wa Mungu. The lightnings, they called it the fire of God. Unaweza kuwa radi au kitu chochote. It may be lightning or any other thing. Ukateketeza kondoo na watumishi. And has burnt up the sheep and the servants. Ayubu akaendelea kuwaza. So Job kept on thinking, nilidhani nina uadui na watu tu. I thought that my enemies are people. Sasa na huu moto uliotoka juu ni nini? And what about this fire that come down from heaven? Kwani napigwa na watu pia napigwa na Mungu. So I am being stricken by men and God. Lakini Ayubu alistand firm. But Job alisimama kwa uaminifu. Kwa sababu because huyu mleta taarifa, this messenger, aliamini Mungu anampiga Ayubu, kwa ule ni moto wa Mungu. Believed that God was striking Job, so that's the fire of kondoo na God. watumishi wamekwisha. And now the sheep and the servants are gone. Unajua hata leo, you know, even today, pana watu wanaochanganya mambo. There are people who confuse matters. Wakiona radi wanasema moto wa Mungu. When they see lightning, they say that's the fire of God. Dunia yetu imejaa vitu vinavyochanganya. This world is full of confusing things. Mafuta wanasema ni ya upako ndio Mungu. Oil, they say this is for anointing Leso from God. Ndio Mungu. And a handkerchief is a God. Sabuni za upako ndio Mungu. And the anointing soap is from the Lord. Wengine hadi wana nguo za ndani za upako. And some are even having underpants that are anointed. Moto wa Mungu. The fire of God. Moto umeshuka ukateketeza. The fire of God has come and consumed. Jioni ya leo, this evening, inawezekana kuna moto unawaka kwenye uchumi wako. There may be fire burning in your moto unawaka kwenye maisha yako. Fire burning in your life. Moto unawaka kwenye familia yako. Fire burning in your family. Moto unawaka kwenye maisha yako. Fire burning in your life. Hata kama moto unawaka, even if it is burning, haimaanishi Mungu haoni. It doesn't mean that God does not see.
kwenye kiti cha enzi. He is seated on the throne. Anafuatilia kila kinachoendelea. He is considering every matter. Hivyo Mungu anatazama mateso yako. So he sees your suffering. Anatazama huzuni zako. He sees your suffering. Anatazama mashaka yako. He sees your fear. Anajua unaungua. He knows you are suffering. Ayubu akiwa amekaa pale chini. While Job was seated down there, kuna majaribu mawili yamekuja. 2 temptations have arrived. Waseba, the Sabians, na moto, and fire. Majanga ya asili ambayo ni moto, natural disasters which is fire, na majanga yanayotoka kwa watu ambao ni waseba, and man-made disasters, these are the Sabians. Hata leo tunakabiliana majanga ya namna mbili. Even today we are fighting 2 disasters. Kuna majaribu yanayotoka kwa wenzetu, there are temptations that come from our fellow men, na kuna majaribu yanayotoka kwenye vitu vya asili, and there are those that come from nature. Mimba ishiki, like pregnancy, kisukari, pressure, diabetes, pressure, BP, kutokuolewa, not being married, kutokuzaa, not getting a child. Unalima upati. You plant but you don't harvest. Mifugo yako inakufa. Your cattle are dying. Hayo ni majaribu ya asili kama ilivyo moto. These are natural disasters like fire. Lakini yapo majaribu yanayotoka kwa binadamu wenzetu. But there are temptations from our fellow human beings. Vita, war, husuda, this backbiting, wivu, jealousy, masengenyo, backbiting. Maadamu ni mwanadamu, as long as you are a man, majaribu yatatoka maeneo hayo mawili. Temptations will come from these two places, from nature na kwa wanadamu, and from men. Ninapokwenda kutimisha, maana saa 11:30 ifika na nyinyi mnaenda kwa muda. As I conclude, tutamalizia hao mengine mawili kesho asubuhi. We shall finish the other 2 tomorrow morning. Katika majaribu yote ya Ayubu, in all these temptations, Mungu alikuwa anatawala. God was still reigning. Mungu alikuwa anatazama kila kitu. God was still watching everything. Mungu alikuwa anafuatilia kila kitu. God was watching closely. Shetani anajifaragua kwamba nimemwaza, kondoo amekufa, ng'ombe amekufa, punda amekufa. Shetani anashangilia. The devil shouts that as if he overcame. Wakati wa Mungu ameandaa vikosi vya malaika kuokoa mtoto wake Ayubu. While God has prepared legions of angels to protect him. This evening has not forgotten you. He has not left you. He has not escaped you. He has not forsaken you. He has not forsaken you in your business, in your health. The Lord looks. Anasubiri right time. He's waiting for muda sahihi. Anasubiri muda sahihi. He's waiting for the right time. Ili ashuke. So that he may come. Akuokoe. And rescue you. Anajua unalia. He knows you are crying. Anajua unahuzunika. He knows you are sad. Anajua una mashaka. He knows you are Anajua una matamanio. He knows you desire. Anajua unahitaji kuvaa shera. And he knows you need salvation. Anajua unataka ushindi. He knows you need victory. Anatazama. He's watching. Wakati ukifika. When the time is acceptable. Atakunyanyua. He will elevate you. And at that time, ni sasa, is now. Siku moja nilikuwa makambi kanda ya Ziwa. You know, a couple of days I was in wakati nakula chakula. While I was eating, nikaona dada mmoja analia, anasema yuko mbali, anasema Pastor Lumbe. Then I heard a certain lady crying, Pastor Lumbe, Pastor Lumbe. Sasa mimi nikanyanyua kichwa. So I lifted up my head. Nikaona mwanaume na mwanamke kama wanapigana. And I saw it's like a man and a man. Mwanaume anapelekwa chini, mwanamke anapelekwa chini. They are beating each other. Kicho nichanganya. And what amazed me, washiriki wanaangalia tu. Church members were watching. Hawaamri. And they are not even deciding this case. So I stood up. And I went because we were eating outside in the tent. So I asked, what's going on? Pastor Lumbe, I'm suffering. He's torturing me. My family is torturing me. The church choir is torturing me. And they say that I have body omens. I'm not getting married. I am 40 and I'm not married. They have forbidden me to sing choir because they say I have evil. Kwa waganga ili niolewe, nitaleta mkosi
kwenye kwaya. Because the choir master has said that I went to the witch doctor. Nimefuta ushirika kwa kusingiziwa na sijaenda kwa mganga. I've been dismembered because of those evil words. Baba na mama wamenifukuza nyumbani, wamesema nikatafute mume maana nina mikosi. My parents have chased me away from home because they want me to go and sasa ninakuja kwako ili uniombee. So I'm coming to you to pray to me. Mzee wa kanisa ananizuia, anasema nina mikosi nisikusumbue. The church elder is preventing me to not disturb you. Machozi yangu yakanitoka. So I almost cried. Nikaongea kimoyomoyo. And I just spoke heartily. Nikasema Yesu. And I said, Jesus, huyu dada akapate mchumba. May this lady find a husband. Mchumba hata akiwa mikoani. Even if the husband should be in other regions. Hiyo ndoa ikafungiwe kanisa hili. May that marriage be done here, that wedding be done here in this church. So that these people may see how great you are. Nikasema Mungu, ninajua unaona mateso ya dada. And I said, God, I know you understand the pains of this lady. And you know her pains. Nikamwambia twende. So I told her, let's go. Tukaondoka. And we left. Nikamwambia kuanzia leo. And I told her, from today, utakuwa unakula meza moja na mimi mpaka kambi liishe. You'll be eating at the same table with me until the end of the meeting. And she said, Pastor, thank you. You honor me. Wazee wa kanisa, mchungaji wamenuna, wamekuja. I looked at the pastor and the church elders, they wore wrinkles. Nipo na wamenuna. And when I saw them, nikasema kambi ni la mgeni rasmi. And I said the camp meeting is for the guest of honor. Kwenye kambi wiki hiyo inakuwa ni wiki ya mgeni rasmi. That is the week of the guest of honor. Hata hivi nahurumia tu saa 11:30 nikiamua nihubiri mpaka saa 2. I just pity you that at 17 hours. And if I decide to preach up to 18 hours, no one can prevent me. I am the one who has these meetings. Na naweza kusema Jumatano hamna kula, tunafunga. And I may say on Wednesday we are not going to eat, we are fasting, and all of you are going to fast. Kambi ni la mchungaji mgeni. The camp meeting is for the guest pastor, the chief speaker. Au nina uwezo wa kusema nyinyi wimbo mlioimba leo. Or I may say that number which you sang today. Kila huduma kuu mtaimba huo mpaka tunamaliza. For every divine service you will sing the same number until the end of the meeting, because that's my meeting. Au nijaribu kusema to. Should I try? Au naweza kusema Alhamisi. Or I can say on Thursday we will not be having. Litakuwa darasa hili. We'll have only one class. After agizo mchungaji ndo atakayefundisha. And I'll say pastor you will teach. Hamna kunibishia. And no one should deny. Kambi ni langu. Because I own the camp meeting. Kwa hiyo ikiwa kambi ni langu, nikasema huyu atakula meza ya wachungaji asubuhi mchana jioni, asubuhi mchana jioni, siku zote. She will eat at my table every day. They were sad. Nikaendelea kumwombea. So I kept on praying for her. Nikamaliza kambi. And I finished the camp meeting. Wakasema Mungu hajajibu maombi ya Wanjara, alishaye kukuombea na fulani na fulani. God has not answered the prayers of some pastors today. Should he answer the prayers of kuolewa? You are not going to be married. Baada ya wiki mbili. After some 2 weeks. Akanipigia simu. She called me. Pastor. Kuna kijana. There is a guy. Yuko Sumbawanga. He is at Sumbawanga. Kanipigia simu. He has called me. Anasema eti ananipenda hadi anaugua. And he said that he loves me so much to the point that he is feeling sickly. And he said he want to marry me this very year. Pastor, hili sio jaribu, asije kama ni anaochezea vijana. Is this not a temptation? Nikamwambia umemjibuje? And so I asked her, how did you reply? So she said, I told him, give me a week and to think about it. And I told her, are you upright? We are praying for you to get a husband. And I told her, go back quickly. Tell them to do quickly. Tell them to do quickly. Fanya haraka. Do it quickly. Fanya haraka. Do it quickly. Fanya haraka. Do it quickly. Hallelujah. Hallelujah. Akamwambia nimekubali. So she said, I have accepted. Akasema baby sweet, unajua mtu akikubali. Baby sweet. Baby sweet honey, I love you. Honey, and nimefurahi sana. I'm very happy.
Dada alikuwa na magamba umwajayo itwa baby sweet. She had never been called baby sweet. Mungu mkubwa nimeitwa baby na sweet. God is great. I have been called baby. Kijana akamwambia sasa. So he said now, ili usione na kudanganya. So that you may see that I'm not lying to you. Tafuta mshenga. Find a maid. Dada akasema mimi naye anaitwa Pastor Lumbe. And she said I have one, his name is Pastor Lumbe. Akaniambia pastor nimekutaja. And she said Pastor. Kidogo jamaa akapiga pastor shikamoo. Then in a little while he called his. Jumanne twende tukajitambulishe, tutajitambulisha na kutoa mali na kupanga siku ya ndoa. Let's go and introduce ourselves and arrange the wedding day. Umejiandaa maana wale wajita mali yao inafika milioni 3. Because Jita people they have 3 million of the bride price. Yule mtoto alivyomkali. And he said pastor how regarding how beautiful she is. Hata milioni 4 natoa. Even if it is 4 million I'll pay that one. Mbaya kwako sio kwa mwingine. The one you think that he or she is unbeautiful. Na usijione wewe mbaya, kuna mwanamke mbaya. There is no ugly woman. Saa ikafika tukaenda. So the time came and we went. Jamaa akatoa mali milioni 3.5 pale pale. And he paid the bride price 3.5 million. Ndoa ikapangwa. And then marriage arrangements were done. Jamaa akasema tutafungia hapa kanisa la mwanamke. And he said we will wed here in this very same church. Na Pastor Lumbe ndo atakayefungisha ndoa. And Pastor Lumbe will officiate the marriage. Unajua ilichukua miezi 2 tangu niende makambi na kurudi kufungisha ndoa. You know it just took 2 months. Mungu alikuwa anatazama machozi ya udada. When the Lord considered the pains, vita za udada alikuwa anatazama, the battles. Jioni leo, this evening, Bwana anatazama machozi yako, huzuni yako, mashaka yako. The Lord considers your pains, your tears and your worries. Leo akashuke. And even in the meeting of today, may he come down. May he come down. Akashuke. May he descend. Na kukupa majibu. And give you your answers. Siku ya ndoa imefika. So the wedding day came. Akaniambia pastor. And she said, Pastor, yule fundi mitambo ndo alisema mimi ninanuka siwezi kuolewa. That operator there is the one who said that I'm stinking, I'm not going to be married. Nikamwita fundi mitambo, wewe njoo hapa. So I called him, come over here. Upige huo wimbo, ole wako wimbo ukate. Play that number. That song should not cut. Dada machi taratibu hata masaa haya. She will march for even if it is 3 hours. Dada mrefu. So they went, she was tall, and so they started. Nilimwambia usiende mbele, yani. So I told her, no, don't go. Unarudi nyuma. You just go a little and come back. You go forward a little. Unarudi nyuma. And you come back a little. Huku watu wamenuna. And there are people were wearing wrinkles on their faces. Bwana anapokushukia kukupa mbaraka wako. When the Lord comes down to give you a blessing. Ndugu wako wa karibu wanachukia. Your closest relatives may be sad. Washiriki wanachukia. The church members may be sad. Usipokaa sawa hata mume wako mke wako anachukia ufanikiwe. If you are not going to be bold, even your husband will be sad. Leave them away. Achana nao. Leave them away. Mimi nina Mungu. I have a God. Wakaja mbele. So they marched it to the front. Sijaifungisha ndoa kimadaha kama ile. I've never officiated such a marriage such as that. Sasa alikuwa anaolewa. Now she was getting married. Sikiliza nikwambie. Listen. Kwaya ikapita kuimba iliyomsimamisha dada kuimba. So the choir which stopped her singing, niliukariri wimbo. I claimed the song. Wakapita mbele. So they went forward. Yule aliyekata jina dada akaanza leo. And then she started it today. Leo kaka, leo dada. Today sister, today brother. And then he did like that. Watashiriki na kuona mibaraka yako mbele ya macho yao. They will participate to see your blessings in front of their eyes, which the Lord has granted you. Usiombe adui yako afe kabla hajaona mibaraka. Don't pray for your enemy to die before you see the blessing which God ameweka mbele yako, has put before you. Sasa wimbo ukao naimba. So the song was sung.
Leo kaka Zawadi na dada Ruchina wafanya ukumbusho wa harusi ya Kana. Harusi ya Kana ilifana Kana. Harusi ya Kana ilifana Kana. Cana's wedding was so good. Ni ukumbusho, wanaimba wamekuja sura, lakini wanaimba hawaimbi. But are they singing or not? Waliimba hawaimbi. Are they singing or not? Waliimba hawaimbi. Did they sing or they did? Bwana kubariki. May the Lord bless you. Ni baraka ambayo the blessing with watesi wako, your adversaries, wataona Mungu wako akikupigania. They will see your God fighting for you. Waliokucheka wasema akikuvamia. Those who ridiculed you, waliokucheka moto ukigushukia, when the fire came down, wakaona ukinyanyuliwa. They will see you being elevated. They will see you putting on wedding gown. So after the wedding, wakaenda kuishi Sumbawanga. They went to live at Sumbawanga. Dada akawa mjamzito. And then she became pregnant. Akarudi nyumbani. And she came back home. Wakamwambia mwenye miaka 40 huwa hazai. And they told her a 40 years old lady does not bear a child. She will die with the baby. So we prayed. Siku ya kuzaa yule dada. Then the day of delivery came. Akazaa mapacha wangapi? Then she gave birth to triplets. Akazaa mapacha wangapi? She gave birth to triplets. Na yupo hapa Arusha, aliniambia Jumamosi. And she's at Arusha, and she told me on Saturday. Atakuja. She will come here. Wale watoto wana miaka 6 sasa. Those children are 6 years old now. Akazaa mapacha watatu. She gave birth to triplets. Mdogo wake wa kike aliwahi kuolewa, alizaa watoto wa kike wawili. Her younger sister mdogo wake anayefuatia aliwahi kuolewa, alizaa watoto wa kike wawili. And her young sister also was married. Alikuwa na watoto wa kike watatu. And even their father had only 3 ladies. Lakini huyu alipozaa, but when she gave birth, alitoka wa kiume, then came one wa kike, boy, a girl, wa kiume, and a boy. Maana yake Mungu alimwambia usizae tena. So the Lord, it's like the Lord told me, nimekupa wote ambao ungewapata kuanzia miaka 10 ambao ungeolewa. I've given you already those whom you would have akarudisha baraka ndani ya siku hii. The Lord gave back that blessing. Akafidia miaka iliyoliwa na palale na nzige. And he compensated those years which were wasted. Jioni ya leo Mungu akakurudishia. This evening may the Lord give it back to you what was lost. Babake akaenda. Then her mother went. Akashika mtoto wa kiume. And he held the boy child. Akasema Yego. And he said Yego. Yego mazigo. Yego mazigo. Uli mazigo ko. Uli mazigo. Mazigo. Kana kerira. Kena kunena. We baba toka hapa. Wewe ndio ulimfukuza huyo. You go out, you father. You are the one. Mazigo nini? Mazigo, what's mazigo? Kina mazigo mshindwe. You mazigo, may you fail in the name of Jesus. Shall we arise and pray? Baba Mungu mwenye enzi yote. Almighty God. Shetani ametuvamia akachukua mibaraka yetu. The devil has raided and taken away all the blessings. Kumbe ulikuwa unaangalia. Unless you were watching. Jioni ya leo shuka. This evening may you descend. Ponya wagonjwa. And heal the sick. Saidia wenye mahitaji. Help those who are needed. Wenye matatizo mbalimbali kayaondoe. Those with various problems tukauone mkono wako baada ya kambi hii. And may we see your hand after this meeting. Tunaomba kwa jina Yesu Kristo. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.